Yo, ladies and gentlemen, boys and girls, mabibi kwa mabwana, tunashukuru sana. Welcome to the biggest show, the ultimate ghetto show, that is the Konki Show. We bring you this and more fun from, straight out of Kisogoro City. Tunataka to big up mita za hapa ama areas zenye ziko hapa Kisogoro. Tutaanzia pale 72, big up 72, mafans wetu wakubwa. Ukikuja pale Good Hope, tunawa big up pia. Kuja Matopeni pale, tunawa big up. Kuja pale kwa Faida Junction, Morombe Baite, tunawa big up sana. Enda pale kwa Pulia Kamuna, tunashukuru sana. Big up. We thank you even also for the support that you have been giving us. Maoni yenu pia mnatu encourage, tunashukuru sana. Pia tuna big up wase wa Raila, wase wa Osama pale. Tunasema asanteni sana for the support that you're giving us, and all straight to Cambodia mazee, mabozi wangu pale wakina Maura, wakina Kevin mazee. Akevo, big up yourself, wewe ni fan wangu mkubwa sana. Na pia tunavuka the other side of bypass huko kwa aitwa nani ule boys? Ule wa machapo chapo hivi. Anaitwa I think Mkao, tunamita Mkao. Pia kuna staff moja imehappen the other side. One of our best friends, coaches Maura mazee, mamake. And straight from Konki mazee, we send our condolences. Tunasema mazee, may God strengthen you at this hard time. Coaches pamoja na familia yako mazee, tunawaambia pole na God atakuwa na nyinyi. We are not sure of when mama atakuwa atazikwa, but we will be there. We'll also hold hands with you and also pray with you. And pia majirani wenyu pale, madhe amekuwa supportive sana, Mama Maura, na tuna big up sana, and may her soul rest in peace. Ladies and gentlemen, this is your favorite section, that is the Gazeti za Mtaani section. Hapa ndio mazee tunawaletea pangana za mtaa, and then we also create some humor out of it. Tunajua nini imehappen hapa mtaani, alafu pia kule kwingine. The things that have happened on the other side of the nation, and pia discuss. And I'm joined with the two of my favorite people on the right hapa. Ninaye mrembo Zupa, anaenda kwa majina kama nani? Bitoka Mao. All right, now on my left pia I have one of our greatest supporters and also fans, Black Man Karo, representing far and wide. Yeah man. Umesahau ile yako msanii. Ayo msanii. Mazee, thanks so much. And bataneni na sisi tunapoanza safari hii, tunapong'oa nanga na hadi tutakapo tour. So straight to our topics today. There's so much that happened this week. Na tutaka tuzi preview. Ya kwanza mazee, people were waiting for the biggest announcement. Sato. Sijui freedom is coming tomorrow. Sijui nini, tunavuka mwaka ni kesho, and then boom, saa 9 kikaumana. Uhuru nani? Bazu wa mabazu, designer mkubwa ambaye huwa anavaa mashati za designer, baba wa taifa, akatokea pale akasema hizo ni si yanyu 30 days extra. Tuanze na wewe. Hiyo ingekuwa fiti kwa country yenye ina take care wasee wenye wanaishi ndani hiyo country na alright. Lakini sasa hivi wasee wanateseka je huko international Uhunya alituangusha vibaya sana. Na yenyewe mimi siwezi. Wewe expectation yako ilikuwa nini kwanza? Mse. Wewe yani kesho, yani ulikuwa zile za mazee kesho ikifunguliwa Kujiachilia mazee, singelala ningeenda kusaidia madam nikimhaso tu mazee. Ni long time man. Nasikia sasa tunajua sasa hiyo Kenya Nairobi sasa tuwezi enda out of Nairobi. So wewe madhe hujaenda kuona madhe. So kama jana ingefunguliwa one on one. Hata pressure wangu yuko hiyo ikaoti. So ingebidi chuma imerara ndani. What was the expectation Bito? Okay, mimi kwangu sikatai. Wakenya wengi waliheartbreakiniwa. By the way, I came to know the meaning of heartbreak. But let me tell you, in another way, mi pangu nilikuwa na maoni naona haitafunguliwa. Why? You can't tell me that this is Kenya. Hata wewe mwenye unani watch unajua hii Kenya, si ni wale wasee. Haiwezi kuwa that every day the number of people who are positive during COVID-19 in a rise, then you tell me that
Uhunya kikuja atata open everything. Bito unajua mtu kuna corona, kuna mtu unajua kuna corona, like kuna msee unajua vizuri huko ndani. Kama anyway. Okay, let me tell you, Kenyans, okay, kila mtu akona perspective zake, si ndio? But let me tell you, corona is real. Corona iko, si ndio? Unajua kitu yenyewe ni bamba. Kwanza hapa mtaa kwetu. Hakuna mtu mwenye ana believe kwa corona. Like saa hizi kila msee anataka mtu kubelieve ni aone kuna mtu wa corona amepass hapo kwa neighborhood. Ndio sasa amini corona iko. But from definitely ananas so wewe peana maoni wale wenye walikuwa na pusho gava president Mazia angefungua, wewe unataka kuambia nini? Okay, I think before nijibu your answer is Kenyans are like Thomas. Lazima umesema Kenyans are like Thomas. Thomas wa Biblia. Yani you want to be shown, you want to be proved that this is the person who has corona. Right. Ain't you watching all over the social media news? People, it's true, corona is there. Yeah? So it is so you unafaa kufanya ni prevent yourself from this. Kitu ilifanya tu lose interest kwa history yote ya corona na other shit. Biju the first case ilikuwa inakaa orchestrated, ilikuwa inakanika kitu imeplaniwa, ilikuwa inakanika episode nyingine unaget. So wase wali lose interest kwa gava. So how do we know that wanatafuta tu funding za World Bank au na corona Kenya that shit. Unaget. So mazee mimi kitu yenye ni bamba ni zile memes. Ni memes kama ni memes. Memes. Okay, memes, memes. We went to group of schools tunaziita memes. Sisi tulienda primary school. Sisi tunazitanga memes. So kuna meme fulani imenibamba. Sasa after jana. Unajua before jana ilikuwa freedom is coming tomorrow. So yeah, so hatujapata ile freedom. Meme ya kwanza. Nimeona msee amesemaje? Eli baba ya Uhuru angenyonga. Yani Kenya hii kitu imepata time mbaya. Yenye mazee si Kibaki unajua. Mazee tunawish ni Kibaki kwa empower mazee. Kibaki angekuwa angefanya nini? Okay, alikuwa na make sober decision. All right. But then sai sisemi urezo make sober decision but na feel ni kama overwhelmed na vitu zingine zenye si akijui na hataki kujua. So president jana akasema now I leave you with the experts. I think watu kama Runi. I think watu kama Remi nyinyi ndio mnataka kujua these experts. Ni kina nani? I want to know these. Tunajua kuna experts. So experts ni kama kuna wase wenye walikuwa wanafaa kuwa hapo na mayuko. So Kenya si place ya kusema nani anafaa kuwa. Kenya ni venye unajulikana ndio dalili. But then tunafaa kuchange hiyo crap yote. Yeah man, so experts kama so alafu online I mean in line with that kuna best yangu fulani mimi mpenda sana anajitanga Kalembe Ndile. Kalembe Ndile unajua ni MP. So Kalembe akakuja akasema mazee sasa hivi tunateseka corona mapasi wameingia chini ya maji wamejificha. Ati mapasi watokee waombe sasa corona. Okay, nasema kitu controversial hapa. Like real troubles or real disasters need real answers. Right? Okay. Like mapasi wamekuwa wakituambia all over the media that wanahili. Ile ilikuwa time yao ya ku like wase wakigojeka hilo maduki wanachukua like wakati wanaenda hapa kule wase wa research wako busy pale nini kukiwa na accident hapo ndo wase wa FBI na CID na nini unajua wanakam through wanaanza kufanya vitu zao. So kwa hiyo story ya healing side ingekuwa pastor wajiproof watu hatujawaona. So ina mean zile vitu zote wanafanyaga ni scam because mimi si believe sana. Hiyo ni point yake. Video kuna wase ngoja ni niende kwa Remi. Okay, I believe because nowadays kuna two types of pastors. Kuna true pastors and false pastors, which it is ni lazima Biblia ikuje ku fulfill because it is written in the Bible. For a time achana hata na pastor because me I've got faith in this epidemic thing will end up because I'm a lady of faith. Alafu tena hata achana na wao pastor madaktari kutoka Tanzania wale wanajitanga Hasani Kisogo cheupe. Where are you people? Unatibu
mapenzi. Mnatibu, wanakinga boma. Kila kitu. Wanaita mtu aliyepotea. Where are you? Wapatie ujumbe. Maliza hii kitu. I guess you know the same thing too. Like the same thing unauliza about the doctors in Kitui is the same thing unauliza about the pastor. Okay. Na kuna hii assumption that unajua waganga. Sibongi kuhusu wachawi waganga. They are evil people. And then mna fail to understand venye tu kuko na science ya majuu kabla colonialist waka kulikuwa na science yetu. Ile herbalist. Hawa sio practice science yetu. But mtaki kusikia about them. Wachawi ama waganga? Waganga. But the real question hapa ilikuwa mapasi wako. Hapana, Remy, it's like you love these people so much, unawajua. Hao wanaita waganga. Nganga alisema yeye ameenda kwa nini? Kwa msitu kuomba. Hata na same milioni na milioni fulani. Jaili mgonga bana. Sasa hizo ndio Nganga anakuwa kwa ako club Kobe. Kobe kabisa. Na kwa active by the way, hata kidogo mtasikia amekuwa sponsor na Russia waseka kitu pale. But we just have a question. Okay, pasi mko watu muombe corona. Madaktari. Waganga wale wa sijui Hassan Kisogo cheupe. Tukelezeni jameni, corona inatumaliza. Unajua, kujeni kufanya zile ganga zenyu corona ishe. Wacha ni wa Kenya. Wapige collab. Waganga na mapasta. So mumepata hiyo ya wapasi waganga mkuje mpige collab corona ishe. On the same ni fulani hivi usiku tuko magiza tuko kejani, unajua kafi imefika, mamraia wamejitupa kwa nyumba. Baba wa taifa na baba ya watu, yani Uhuru na Raila, wakachukua Probox wakaingia CBD usiku. Street gani to? Ilikuwa ni Kenya Avenue. Ilikuwa Kenya Avenue. Hapo ulikuwa nafikiri actually ulikuwa nafikiri niko kwa kina Chief. Naenda Karura ya nini? Karura ingine kuna midi. Haki wewe. Kwa kina Jeff. Kwa kina Jeff. Lakini tunaona hapo Kenya Avenue karibu kina Jeff. Uwezi jua kama alikuwa anaendea nini. Ni kweli? Baba walikuwa the president of the people and the president of the nation. Walionekana hapo wako na Probox. Na ilikuwa masaa ya kazi, si ndio? Ilikuwa around saa. Mbona sahau curfew ni nini wa Kenya nini? You people. Like this comedian and let me big up him. Jugush. How you talk, you create ulikuwa na creativity nyingine tamu sana ya njahe. And yellow beans. Ni kweli Kenya tuko na njahe na yellow beans. And it's true. Sasa so yellow beans ni wakina nani? Sasa ni wenye mliona wakina baba. Mliona kwa Kenya Avenue. Sisi ndio kina njahe. Tuko na curfew. Hadi walikuwa na correspond gani? Probox. So mimi na feel. Probox. Either kuna vitu mbili. Kuna kitu fish inaendelea ama Uhuru alikuwa anaonyesha baba Raila beans. Unajua kuna wasee pale Windsor wanachukua viazi wanaweka kwa gari wanaleta kwa soko. Lakini sasa shida ya Windsor bana niliona msee anauza cabbage kwa V8 bana. It's that hard. The rest is that with the way. To be honest, like I've never seen tumefika hiyo level in terms of economy. Pale msee alikuwa ni somebody who's making good money. Somebody who's running a company, a whole company. Mazee kimeumana sasa amerudi pale anaenda kuchukua cabbage, kuchukua nyanya, anakuja pale Windsor anaziuzia. Sasa jiulize msee hapo na V8 because msee hapo na V8 ile ndai inakuwa na appetite. Lakini sio kutupima. Like hii generation economy vile iko, acha nikwambie like V8, unajua that's a serious car. That is a unajua V8 ukiuzwa cabbage imekosa heshima. Like it's like nowadays chapati zilikosa heshima. You eat chapo anywhere. Yani chapati za roho zinapikwa hadi na kina nani mkisia ndo wanaziuza. Doesn't mean kama mse mwenye akona V8 anakosa doa ile anaenda kuuza cabbage. Hebu jiulize mse yako kwa Islam manze. That was my question. It's hard. But they tell us, comment there hapo chini what you are going through venye Kenya unaona vile iko. How are you economy wise because remember budget tunasoma is it date 16? Budget iko karibu kusomwa. Wewe unajua ndio unakuwa updated. Budget iko karibu kusomwa. Muziki Ngwati ndio tunafuata. Madem muziki na madem. Tunapata muziki na ngwati. Sasa inafuata muziki. Madem sifuati tu nilipata dem. Uko club COVID wewe. Wewe tunakujua uko club COVID. We need your comments there down. Please comment, tell us how you are, what you're supposed to do, and I believe
our president must see this. And also pale chini kwa comment section tuambie how are you surviving the corona inaitwa pandemic. Pandemic. So sisi tu ni kazi tunafanya, pia tutumie kitu. M-Pesa namba yetu iko hapa chini, ina run hapa chini. Tukumbuke kwa mama. Ama tupata kwa DM. You can DM me by the way, uniuliza venye na survive. Baada ya hiyo wameniuliza sana hiyo. It's okay. Nipate tu hapo. Tunasemanga na Kikuyu rekeshume nene. Rekeshume nene nipate hapo tutaongea. Alafu kuna picha fulani nimeona. Mzee pombe. Dei moja kachupa 700 ml inauzwa 365,000 shillings. 365, not mias or hundreds, but 365,000 shillings. 700 ml. Hiyo ukikunywa unaweza fanya nini wewe? Okay, in the first place. Okay, sikunywaji. Au kunywaji. Kitu ya pili. Lakini in case okay sawa, acha mimi nimalize. Mimi nikikunywa pombe kama ile, I urinate. Yaani nakojoa kwa nguo zangu kabisa. Unajua? Mimi hakuna kitu mtu anaweza niambia. 365. Do you know how much 365? Hiyo ni kwa inatoshanaje mse? Hiyo ni kwa inaweka kwa hao mimi naishi nje. Naenda tu smoke. Bito, ungekuwa unakunywa 365. I don't take alcohol hata sisi kwa vile ninaonja. Mtoto wa pastor. Yeah, by the way, my dad is not a bishop, my mom is not a pastor or a bishop, but mimi nilijitenga. But you are a I'm a pastor, and a lady of faith. The thing is, by the way, wacha nikuambie, watu wana pesa. Ndio unasema kuna corona na kuna mtu mwenye anasema ananunua pombe 365. Okay. I'm telling you, mimi nikikunywa kitu my friend. And let me tell you, the shocking part ni haumi na hizo pesa. Unajua na hizo moja nini? Hiyo chupa kianguka ivunjike. Unajikojolea na ujaleo. But seriously, but no, on a serious note, people have money outside here. They have people have money. Sisi tunalia huko corona hatuendi kazi. Sasa hizi mjengo wetu imefungwa, that is why we are here. Unajua? Kazi unafanya kazi gani? Huyu ni msanii hana show corona. Huyu pia at least yule daktari anakula kitu. Sisi jameni tuko na tabu sana. Hiyo namba inapita hapo down. Hiyo namba inapita hapo down tafadhali. Tutumieni kama pesa tutashukuru sana. Alright? But that is what has been happening here, and also pia hapa mtaani hatujapata so much that has been happening. We thank God our mtaa yetu iko peaceful. Hatujasikia crime sijui nini hatujasikia msee, but hiyo stuff ya kina coaches mazee imetouch. Watu wako na njaa sana. Lakini njaa iko. Hata kushika mtu ngenda kwa mtu njaa inakuwa ngumu. Alafu pia tuliambia wale watu wa kupigana ngenda, mazee wanyonge pole mazee. Mkinyonga. Hao watu saa zingine hata wanaimbaga kwa kwaya. So mkiwanyonga mna expect, unajua inakuwa ni ngumu sana. Na pia kuna mmoja aliniambia we don't steal. Mimi nachukuanga chenye sina. So nikikupata uko na hili nitachukua tu sina. So unaona? So don't mda mimi najua kuna maboys ni wakora. Si nikwambia story ya Jonte? Ile alikuwa na mamake. So anyway, hiyo ni a topic for another day. But kuna wasee hapa mda wanaingia kwa crime. Wind up. So wewe kama msanii unaambiaje tukimalizia? Mazejo tungetini creative of the works. Jumazo utachomwa ama utauliwa. Na hiyo ni pain, hata si pain kwako juu. Hatujali mbele sana. Tunajali na matako mzee atalia. So hakuna haja ya kwenda kuipa mzee. Tafia ni kazi, tunajua gava imetufail, but tusichukue hiyo kama excuse mzee. Tujaribuni kufanya kazi. Tujaribuni kufanya kazi. So that is straight from Remy, and ladies and gentlemen, that has been your favorite section, the Gazeti za Mtaani. These and more, you can also check us on YouTube. Pick a like pale, subscribe. Only one, kwa moyo wangu tu, you're the only one. Shida zipi zitakufanya ukae mbali, kwa moyo ni uko ndani baby. Asali, tunajua you my only